وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنه قد فاز من اتقى. قال الله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na nafsi zenu kunako kumtii Allah tabaraka wa taala, kwani hakika kumcha Allah tabaraka wa taala hili ndilo funzo na maelekezo ambayo tumefundishwa katika dini yetu ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka pia tunapoanza mazungumzo kama haya, tunapotaka kuongelea masala yoyote ya kuhusiana, basi tunaanza kuhusiana kunako jambo zima la uchamungu. Fattaqullaha ibadallah, tumche Allah enyi waja wake Allah tabaraka wa taala. Ama biidhnillahi tabaraka wa taala, kupitia msikiti huu mtukufu na kupitia siku ya leo hii tukufu, tutaongelea jambo ambalo ni muhimu sana kwetu sisi sote kulijua, lakini ni jambo ambalo kiuhakika lina umuhimu mkubwa katika maisha yetu, na hii haijalishi kwa mzazi au kwa mtoto. Ala wahia, jambo lenyewe ni tarbiyatul abna. Tarbiyatul abna, kuwalea watoto. Uislamu, ndugu zangu katika imani, umeangalia mbali katika masala ya kumlea mtoto, na hapa panathibitika kwamba dini ya Uislamu imeenea katika mambo yote katika jamii yetu. Uislamu umeongelea mpaka katika malezi ya mtoto. Vipi mzazi aweze kumlea mwanaye? Namna gani mzazi anatakiwa kuishi na mtoto wake? Vitu gani mzazi avifanye ili aweze kumpata mtoto ambaye yuko salama kiimani yake, kitabia na mienendo yake? Ndugu zangu katika imani, kwa nini mada hii ni muhimu sana kuiongelea? Kutokana na hali ilivyo katika jamii yetu ya leo hii, hali iliyopo katika ulimwengu, katika jamii iliyotuzunguka, jamii ambayo tunaishi ndani yake, ni hali ambayo kwa hakika
kuna haja ya kurudi nyuma tukaangalia kipengele hiki cha malezi, kwa sababu malezi sio tu kitendo kwamba nimezaa mtoto na muendesha vile ninavyotaka mimi. Hapana, bali malezi lazima urudi umwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi aliishi na wanae, vipi aliwalea watoto wake. Masahaba ridwanullahi alaihim, vipi walilea watoto wao. Wema waliotangulia waliishi vipi na watoto wao. Hapo sasa ndipo unaweza ukazalisha kijana ambaye anaweza kuwa katika mstari ulionyooka. Tunaliongelea hili kwa sababu patakapopatikana kizazi ambacho kimelelewa kidini ya Kiislamu katika malezi sahihi ambayo yanahitajika, basi hapo tutaweza kupata ngome ambayo ni madhubuti kabisa kwa ajili ya kuwalinda watoto wetu, ili watoto wetu wasiathirike na yale mambo ya shahawati. Watoto wetu wasiweze kuathirika na mambo ya matamanio na shubha mbalimbali zilizoko katika dunia yetu ya leo hii. Pindi ambapo malezi yatasimamiwa vizuri, hapo tunaweza kuwaokoa vijana wetu kutoingia katika mambo ya haramu ambayo Allah tabaraka wa taala ameharamisha. Ndugu zangu katika imani, tukielewa somo hili la malezi, hapo pia tutaweza kuwalinda watoto wetu na kuweza kuwapa dira ambayo itaweza kuwaongoza wakati wanapopitia shida na misukosuko mbalimbali katika maisha yao. Ndugu zangu katika imani, malezi ni jambo ambalo lau kama litasimamiwa vizuri, basi hapo tunaweza pia kuepuka na baadhi ya maradhi ambayo yameenea, maradhi ambayo yamepatikana baada ya kukosekana maadili, maradhi ambayo yanapatikana baada ya watoto wetu na vijana wetu kujiingiza katika mambo ambayo lau kama wangeelekezwa vizuri katika malezi yao, basi wasingeweza kupatwa na maradhi hayo. Ndugu zangu katika imani, lakini malezi tunayaongelea kwa sababu lau kama yatasimamiwa vizuri, watu wakaelewa vizuri malezi sahihi ya Kiislamu na wakafanyia kazi, hapo tutapunguza baadhi ya mambo ambayo yanapatikana kwa mabinti zetu, mama zetu na wengineo ndugu zetu katika wanawake, kama vile kutembea uchi na kufanya tabarruj, kutoka na kuenea katika mitaa pasina ya sababu yoyote. Ndugu zangu katika imani, malezi ni jambo ambalo ni pana. Malezi hayaishii kwamba mtoto umemfundisha kuwa na adabu ya kuongea, kwamba mwanao akiongea basi anaongea kitaratibu. Hapana, bali malezi ni mapana. Malezi, kuna malezi ya kiimani, kuna malezi ya kiitikadi, kuna malezi ya kimwili, lakini pia kuna malezi ya kiakili. Ndugu zangu katika imani, na hapa ndipo tunapofeli walio wengi, tukawalea watoto wetu katika malezi ya kiadabu na tabia. Mtoto akawa mashallah anajitahidi, amejipamba vizuri na tabia nzuri, lakini katika imani yake kuna mapungufu makubwa, na anapokuwa mtoto hajalelewa kiimani, ndipo pale anaweza kupokea lolote katika ukuaji wake, akaweza kupokea lolote ambalo linaweza kumtoa katika dini yake. Kwa katika malezi yetu kwa watoto wetu, lazima tuangalie kipengele cha kuwalea watoto wetu kiimani, lakini pia malezi yanaangalia katika pia upande wa akili. Mtoto lazima alelewe kuwa na akili iliyokuwa salama, ajue kuitumia akili yake katika mambo yaliyokuwa mazuri, na ajue kuitumia akili yake katika kuchanganua mambo mazuri na mabaya. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani,
malezi haya yamegawanyika katika pande mbalimbali, ambayo pande hizi mzazi anabidi ahakikishe amepita katika pande zote. Ukimlea mwanao kitabia, basi mlee pia kiimani na mengineyo. Ndugu zangu katika imani, malezi wasimamizi wake ni wengi kwa hakika, kwa sababu mtoto halelewi na mtu mmoja, au mtoto halelewi na wazazi wake peke yake, bali walezi ni wengi. Na kwa kutambua hilo, basi ni wajibu juu ya mzazi kukaa macho ili aweze kumuongoza kiumbe huyu katika mambo yaliyo sawa, ili aweze kuendana na walezi hao wengine katika malezi yake anayomlea mtoto. Utakuta katika malezi ambayo mtoto anayapata, kuna malezi anayoyapata kwa wazazi wake, lakini kuna malezi anayoyapata katika sehemu za elimu, katika mashule na vyuo mbalimbali ambapo anasoma mtoto, huku anapokea malezi kutokana na ile sehemu ilivyo. Lakini pia misikitini pia ni sehemu za malezi. Sasa hapa mzazi lazima aangalie kwamba hawa walezi hawa anaendana nao vipi katika kumlea mtoto wake. Lakini pia kuna tajamuat, mikusanyiko mbalimbali ambayo anashiriki mwanao katika ukuaji wake. Hao pia ni walezi. Sawa mikusanyiko hiyo iwe ni mizuri au mibaya, hiyo yote inashiriki katika kumlea mtoto wake. Lakini pia leo hii kuna walezi ambao wametokea, ambao wanashiriki kwa kiasi kikubwa katika kumlea mtoto, ambapo ni pamoja na vyombo vya mawasiliano. Vyombo vya mawasiliano kiwepo simu, laptop na TV na mengineyo, hivi vinashiriki kwa kiasi kikubwa katika kuwalea hawa watoto wetu. Sasa je, mzazi una hatua gani umeziweka katika kuendana na malezi ya simu ambayo mwanao anayapokea kutoka katika kifaa hicho? TV ambayo umeiweka nyumbani, kwa maana kwamba umeongeza mlezi pale nyumbani. Mtoto anashinda mchana kutwa akiangalia ile TV na kujifunza vitu mbalimbali. Je, vile anavyoviangalia vinaenda sawa na malezi ya Kiislamu yanayohitajika? Je, wewe mzazi, yale unayomfunza mwanao na yale anayoangalia kwa mlezi TV, je, vinaendana? Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo hapa utaona kwamba malezi hayaishi kwa mzazi peke yake. Kuna walezi ambao wapo wametuzunguka na hawaepukiki, lazima tu mtoto atakutana nao walezi hawa. Na hapa tunapata kuna mlezi mwingine anaingia ambaye ni rafiki wa mtoto, rafiki wa mwanao, anaathiri au ana athari kubwa katika malezi ya huyu mwanao. Sasa je, ni rafiki gani ambaye mwanao anaishi naye? Ni rafiki gani ambaye mwanao anaishi naye na kukaa naye kwa muda mrefu? Ndugu zangu katika imani, ili kutambua ukubwa wa jambo hili, tuangalie mafundisho ya Uislamu yameongeleaje jambo hili la malezi. Hapa utamkuta Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu wenyewe kwanza, lakini pia ziokoeni nafsi za familia zenu, watoto wenu, wake zenu, wale waliowazunguka, kutokana na moto wa Allah tabaraka wa taala, moto ambao waquduha an-nas wal hijara. Kwa hiyo hapa utaona kwamba katika kusimamia familia na wanao kuna umuhimu mkubwa, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akatoa amri kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ziokoeni nafsi zenu. Ni amri ambayo ni lazima mzazi aichukue kwamba kuwalea watoto ni jukumu lake, tena jukumu la lazima. Pia akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akiongelea mzazi majukumu yake kwa mwanae,
anasema ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi au fi ahlihi, mwanaume baba wa nyumbani ni msimamizi mkuu wa malezi ya wale anaowalea pale nyumbani au wale wanaomtegemea nyumbani, wakiwepo na wale watoto na mke wake. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, na mtu huyu au baba huyu ataulizwa kunako watoto wake siku ya Kiyama. Wal mar'atu, lakini pia mwanamke ra'iyatan fi baiti zawjiha, naye ni mlezi na ni mchunga katika nyumba ya mume wake. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, naye ataulizwa kunako wale ambao alikuwa akiwachunga. Ndugu zangu katika imani, katika kuonesha umuhimu wa kuwalea watoto wetu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salati wa hum abna'i sab'i, waamrisheni watoto wenu kuswali wakifikisha miaka 7. Kwa maana kwamba ni lazima mzazi afuatilie ukuaji wa mtoto, awe anamwangalia makuaji yake mpaka inapofikia miaka 7, uhakikishe kwamba yule mtoto umeanza kumpa amri za swala na mafundisho ya swala na ufuatiliaji wa moja kwa moja. Ndugu zangu katika imani, lakini pia imepokelewa kwa wema waliotangulia, walikuwa wakisema na kuambiana, wanasema alimu auladakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Walikuwa wakiambiana mara nyingi kwamba wafundisheni watoto wenu mambo ya kheri, lakini pia wapeni adabu watoto wenu, kwa maana kwamba ni vitu viwili ambavyo vitamsaidia mtoto huyu katika makuaji yake na malezi yake: adabu, lakini pia kupenda mambo ya kheri. Ndugu zangu katika imani, na hatuna shaka sisi kwamba katika malezi kuna athari kubwa sana, na katika kutengamana kwa watoto kunapatikana faida zilizokuwa nyingi. Fal auladu, kwani hawa watoto yuladuna ala alfitra, kawaida ni kwamba mtoto akizaliwa anakuwa amezaliwa akiwa ni mtu mzuri, mtu ambaye yuko tayari kufanya mazuri na kuyafuata mazuri na kuyaacha mabaya. Mwanadamu anapozaliwa anakuwa yuko tayari kufanya hayo, lakini thumma yati dauru tarbia, kisha hapo sasa ndipo panakuja yale malezi. Nafasi ya malezi ya mzazi inaingilia kati. Baada ya kuwa mtoto kazaliwa yuko tayari kufanya mazuri, yuko tayari kuyafuata mazuri na kuyaacha mabaya, panaingia nafasi ya malezi ya mzazi, ya jamii, ya rafiki, ya TV na simu na wengineo katika waleaji, wanachukua nafasi yao. Sasa hapa ndo mtoto anaanza kubadilika, aidha mtoto huyu aelekezwe katika mazuri au aelekezwe katika mabaya. Na kutambua hili, Mtume akasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, hakika kila kinachozaliwa huzaliwa kikiwa katika uhalisia wake, uhalisia ambao ni mzuri. Lakini fa abawahu yuhawidani, baada ya hapo wazazi ndio watakaomfanya mtoto huyu awe Yahudi au mtoto huyu awe Nasara au awe ni Mmajusi. Mtoto kazaliwa vizuri, ni mtiifu, malezi yakichukua nafasi ya mzazi ndiyo atakayomfanya mtoto huyu awe ni mwenye kukengeuka, awe ni muongo, awe ni mtu mzuri, kwa sababu malezi yana athari kubwa. Na malezi makubwa yenye athari kubwa ni yale malezi ambayo mtoto anayapokea kwa wazazi wake wawili kwanza, na hasa mama ana athari kubwa kwa mtoto, kwa sababu yeye anakaa naye kwa muda mrefu. Lakini pia mtoto anamwamini sana mzazi wake kuliko kitu kingine, na ndo hapa wanachuoni wakasema kwamba lazima mzazi uweze kumuonesha baadhi ya vitu mwanao tokea akiwa ni mdogo, kwa sababu kadiri anavyoviona vile vitu kwako wewe kama mzazi vinamwingia akilini na akaamini kwamba vitu hivi ni vizuri moja kwa moja. Na hapa wanachuoni wakatanabahisha jambo moja muhimu, kwamba lazima mtoto
aoneshe aulawiyat. Mzazi umuoneshe mwanao vitu kulingana na vipaumbele vyake. Umuoneshe kwamba kitu hichi ni bora kuliko hichi, tokea anakuwa akione kitu hicho kwako wewe, kwamba swala ni bora kuliko kitu kingine, kwamba kuvaa mavazi haya ni bora kuliko mengine, kwa sababu mtoto anakuamini sana wewe, anakuamini sana mzazi wake. Pindi atakapokuona unavaa kanzu, mzazi ikifika muda wa swala unatia udhu unaenda msikitini, mtoto kichwani kwake anajengeka kwamba haya ndo maisha, kwamba huku ndo kupendeza kuvaa kanzu, kwamba swala ndo maisha. Lakini vitu hivi kama havioni kwa mzazi, hata kama vipo kwa marafiki zake, hata kama vipo kwenye TV anaona watu wanaswali, hata kama vipo katika jamii vinafanyika, havimuathiri kwa haraka, kwa sababu mzazi bado haoneshi vitu hivyo. Na wanasema katika washairi, anasema qad yanfa'u al-adabu al-awlada fi sighari, huenda yakamnufaisha malezi ya mzazi mtoto katika udogo wake. Walaysa yanfa'uhum min ba'du adabin, lakini baada ya kuwa amekuwa, baada ya hapo yale malezi yako yanakuwa hayamnufaishi. Mtoto huku chini umemlea akiona kwamba kanzu ni ya watu wazee, watu wanaojifanya wadini sana. Baada ya kukua ndo unamwamrisha kuvaa kanzu, unaanza kumkataza suruali, haiwezi kuingia usitokea udogoni mwake hajakuwa na jambo hili. Na hapa tunatanabahisha jambo moja kubwa katika kuonesha aulawiyat, kwamba ni kitu gani bora kuliko kingine. Wanachuoni wanasema hata katika kutoa adhabu, wakati unamwadhibu mwanao, hakikisha adhabu zako ziwe zinatafsiri ukubwa wa kosa, ukubwa wa jambo unalomwadhibia, kwamba haiwezekani adhabu ya kuacha swala ikafanana na adhabu ya kupoteza pesa. Japo kwamba kupoteza pesa sio kosa, lakini watu wanaadhibu kwa kosa hili au kwa jambo hili. Leo unaweza kukuta mtoto hajaswali, anaweza mzazi kajitahidi akamchapa fimbo 2 au 3. Lakini mtoto akipoteza pesa, huyu mtoto ana uwezo wa kufukuzwa nyumbani, akaambiwa akakae nje mpaka atakapopata ile pesa aweze kurudi nyumbani. Hapa kichwani mwa mtoto namjenga kwamba pesa ni bora na inatangulizwa hata kabla ya swala. Kwa hiyo kwenye adhabu zako zitafsiri moja kwa moja kwamba leo usiposwali hauwezi kula chakula hapa nyumbani, lakini leo hii kama hujaenda shule ndio nitatumia fimbo kukuchapa fimbo 2-3. Lakini leo mtoto kama hajaenda shule, huyu atanyimwa chakula na fimbo juu yake. Ila ambaye hajaswali, huyu atakemewa kwa maneno makali kisha aachwe. Hapo unamjengea mtoto katika akili yake kwamba shule ni bora kuliko swala. Sasa hapa katika malezi yetu lazima tuangalie aulawiyat. Mtoto namuonesha nini, kwamba kipi bora, ni kipi bora kupitia zile adabu zake. Ndugu zangu katika imani, mada hii ni ndefu, lakini wanachuoni wamejitahidi kuelezea njia ambazo zinaweza zikasaidia mwanao akaweza walau kunyoa katika mstari, mwanao walau akaweza kukaa katika mstari na malezi sahihi akayapata. Wameyataja mambo mengi, lakini tutaangalia machache. Jambo la kwanza kabisa ni kwamba lazima umchagulie mama aliyekuwa mzuri. Ukitaka kumtengeneza mtoto aliyenyoka, mtafutie mama ambaye ni mzuri na ni mwema, ambaye atasimamia katika malezi yake. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatanabahisha, anasema idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, pindi mkitaka kuozesha akawajia anayetaka kuoa, basi nyie muangalieni dini yake na tabia yake, mkiridhia basi muozesheni. Lakini pia tukaambiwa katika kuchagua wanawake kwamba fadhfar bidhati dini tarbati yadaka, mchague mwanamke mwenye dini, hapo sasa ndio itakuwa imesalimika mikono yako na wale wote wanao na walioko nyuma yako. Jambo la pili ni kuwaombea sana dua hao watoto ambao unakuwa wako chini yako, na hii imethibiti sana kwa manabii na wema waliotangulia, wakiwa ni wenye kulitekeleza hili, wakiwaombea sana watoto wao dua.
kwa Nabiyullah Saleh, Nabiyullah Zakaria akisema rabbi habli minas salihin, na Nabiyullah Ibrahim alikuwa akiomba rabbi ijnubni wa baniya an na'budu al-asnam, ewe Allah niepushe mimi na wanangu kunako kuabudu masanamu. Rabbi ja'alni muqima salah, ewe Allah nijalie niwe ni mwenye kusimamisha swala. Wa min dhurriyyati, na wanangu. Ndugu zangu katika imani, lakini pia Mtume akatufundisha kwamba mtu wakati ndo anapandikiza mtoto, wakati mtu ndo anaenda kufanya tendo hili la kupandikiza mtoto, basi asisahau dua. Wakati unaenda kumtafuta mtoto, basi mtu anao kwa ufupi aseme bismillah, Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana, ewe Allah niepushe shaytani na utuepushe na shaytani, na umwepushe na shaytani yule ambaye utamruzuku kupitia kitendo hichi. Ndugu zangu katika imani, lakini pia mtu anapopata mtoto sasa, baada ya kuwa umempata, kuna mambo mengi ya kuyafanya ili mradi yule mtoto aweze kusimama katika mstari, ikiwepo pamoja na kumchinjia ile hakika, lakini pia na kumpa jina zuri na mengineyo kama kumtahiri na mengineyo yaliyotajwa. Lakini pia ndugu zangu katika imani, jambo lililotajwa katika kuwatengeneza watoto, adamu ihanatihi wa tahqirihi khususan amama ikhwatihi wa aqaribihi, watoto kutokemewa ovyo ovyo, hasa mbele ya ndugu zake, mbele ya wadogo zake au wakubwa zake, mbele ya marafiki zake, kutowakemea na kuwapa adhabu. Jambo hili linamwathiri katika akili na kupelekea kuleta jeuri au na maamuzi ambayo hayana sababu. Kwa hiyo unapotoa adhabu au unaamua kumkemea mwanao, kuna haja ya kuangalia mazingira. Sio katika busara kumkemea mwanao mbele ya watu, kumkosoa, kumshutumu mbele za watu, ukaona kwamba labda mimi nitaonekana na msimamo mbele ya watoto wangu. Hapana, mtoto mchukue, mtoe mbele za macho ya watu, kamkemee, kamwelekeze. Kwa sababu gani? Unapomkemea mbele ya watu, shetani anachukua nafasi ya kumjenga kichwani kwamba kwa nini baba kanifanyia hivi. Hapo kunakuja maamuzi ambayo hayana sababu ya kuwepo muda ule, lakini kutokana na tasarruf na hayo maamuzi yako ya kufanya hivyo, yanapelekea kuleta tashwishi katika kichwa chake. Ndugu zangu katika imani, mambo ni mengi ambayo ukiyapata na kuyasimamia utaweza kumtengeneza mtoto ambaye ni mzuri. Hapa tumeongelea kwa watoto kwa ujumla, lakini kuna mambo maalum ambayo anaweza kuyafanya mzazi akiwa anamlea mtoto wa kiume, na kuna mambo maalum anayopaswa kuyafanya mzazi wakati anamlea mtoto wa kike. Na hapa moja kubwa kabisa ambayo inabidi lifanyike ni wakati watoto umri wao umekuwa kidogo, wamefikia miaka 7, 8, 9, hapa lazima watenganishwe katika malazi yao, na hapa ni kuepusha zile shubha na kuleta zile shahwa wakati ambapo watalala pamoja. Mtume anatuambia watoto hao wakifika miaka hiyo, basi farriquhum fil madaji, watenganishe katika malazi yao, wasilale pamoja. Ndugu zangu katika imani, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutengenezee vizazi vyetu, na Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika malezi yaliyokuwa sahihi. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المرتضى. أوصيكم ثانية بتقوى الله تعالى فلقد فاز المتقون. نوصيكم كما يقول kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani hakika wamefaulu wacha Mungu. Ndugu zangu katika imani, tukimalizia hotuba yetu tunaongelea kunako malezi, jambo ambalo mtu anaweza kaona ni kawaida kwamba mimi leo hii nafundishwa kumlea mwanangu, kwamba je, mimi sijui kumlea mtoto nilomzaa mwenyewe? Inawezekana vizuri ukamzaa mtoto na ukawa nao zaidi ya mmoja, ukawa na watoto hadi umeozesha, lakini ikawa una makosa makubwa sana katika malezi yako, ikawa hukupatia katika malezi yako. Na hapo sasa ndo maana Uislamu kaliongelea jambo hili la malezi, na sisi
lazima tukae tunakumbushana kunako hili, ili walau kama mtu uliteleza katika kulea uweze kujinyosha na kuazimia katika kurudi katika mstari katika malezi yako, ili mradi tuweze kuwapata watoto ambao wako salama. Ndugu zangu katika imani, baada ya kuyajua yote haya, ni njia gani ambazo zinasababisha kukamilika malezi haya? Ili mtoto aweze kutoka vizuri, kuna vitu lazima viambatane na malezi, ili mradi mtoto aweze kutoka vizuri. Miongoni mwa jambo moja ambalo wamelitaja wanachuoni, wametaja kuwa alqudwatul hasana. Jambo muhimu sana kwamba katika malezi yako lazima uhakikishe wewe mlezi, wewe baba au mama, wewe kaka au mlezi unayesimamia malezi ya watoto, lazima uwe ni kiigizo kizuri, uwe ni kiigizo chema ambacho watoto wale unaowalea wakikuangalia waweze kuathirika na wewe moja kwa moja. Inawezekana usikamilike katika pande zote, lakini walau katika yale mambo mama ambayo yanamtengeneza mtoto, basi akukute wewe ukiwa katika mstari. Na hii ni katika miongoni mwa njia kubwa ambazo zina athari kubwa katika malezi ya mtoto, pale ambapo atakuwa anakuangalia wewe baba au mama au mlezi wake, akakukuta wewe ikifika muda wa swala haushughuliki na chochote, bali ni kunyanyuka na kwenda msikitini. Mtoto anaathirika kwa kiasi kikubwa kwa sababu amekuona moja kwa moja. Lakini pale ambapo utakuwa mlezi upo kinyume na yale unayomtamania mwanao, hapa hatuwezi kuwapata watoto walio wazuri. Na hapo utasikia wazazi wengi wakisema kwamba mimi sitamani mwanangu awe kama mimi. Maneno yapo, mzazi mwenyewe alivyojiweka, anavyoishi, hatamani mtoto wake aje kuwa kama yeye. Anasema mimi nilishakosea zamani, sitaki mwanangu aje kupita kwenye makosa haya. Sasa katika Uislamu unatakiwa ubadilike wewe kwanza, ili mradi yule unayemlea apite katika nyendo zako. Na hapa tutaona kabisa baadhi ya madhara makubwa ambayo yanapatikana. Kukosa kiigizo kwa mzazi, mtoto inapelekea hata yale anayoyasoma, yale anayoyapata kwa walezi wengine tuliowataja. Mtoto atakuja msikitini, atafundishwa kwamba stara, mtoto wa kike kuvaa juba na nguo za stara ni wajibu, lakini akirudi nyumbani hakuwahi kumshuhudia mama yake akivaa hivyo. Jambo hilo atabidi alifanya akija msikitini, lakini akiwa mtaani nyumbani hatoshughulika nalo, kwa sababu anaamini kwamba mama anajua, lakini mbona mama hafanyi? Kwa maana hakuna uzito. Hapa utaona hata watoto ambao wanasoma katika shule zetu hizi za Kiislamu, mtoto ataishi huko shuleni akijistiri, akivaa niqabu, akifunga yaumul khamis wal ithnain, Jumatatu na Alhamisi mtoto hapiti na somo. Ameishi shuleni maisha ya kicha Mungu, anahifadhi Qur'an, lakini akirudi nyumbani hakuti mazingira yoyote ya kuweza kummakinisha kufanya mambo haya. Hakuna niqabu, swala haziswaliki ndani kulivyokaa, hakuna anayemshawishi kufunga, mpaka unakuta yale aliyokuwa akiyafanya shule hayakuti kwa wazazi, sababu kigezo chema au kiigizo kizuri kwa wazazi hakipo. Hakuna vishawishi nyumbani vya kuweza kumfanya mtoto aishi katika yale mambo mazuri aliyofundishwa. Ndugu zangu katika imani, lakini jambo la pili ni almuraqaba walmulahaba. Lazima katika malezi kuwepo na ufuatiliaji wa kiasi kikubwa, kuwepo na ufuatiliaji. Mtoto isitoshe tu kwamba eti katoka madrasa kashafundishwa eti wizi ni haramu, ukaamini kwamba mtoto ataelewa moja kwa moja. Lazima mzazi uchukue nafasi yako ya kufuatilia. Je, kila anachokitumia mwanangu kakipata kwa njia halali? Je, katika begi lake la shuleni kuna nini ndani yake? Je, mwanangu sasa hivi anashughulika na nini? Marafiki zake ni wapi? Kuchunguza. Lazima mtoto umchunguze na umfuatilie, na pale utakapoona kosa ni kumwekea mulahaba, utie comment kwamba hapa umepatia mwanangu, ama katika hili umekosea mwanangu, katika hili rekebisha, fanya 1 2 3. Katika hali hii itapelekea watoto wetu kukaa katika mstari.
Lakini at-tahdhir, kuna pia kumkemea mtoto, kumtahadharisha na vitu. Na hapa hii, ili uweze kumtahadharisha na vitu, lazima uwe ni mwenye kumfuatilia. Pasina ya kumfuatilia huwezi kumtahadharisha na vitu vibaya. Leo hii maadili yameharibika kwetu humu mitaani kwetu, hali sio nzuri. Mabinti hawa wanakutana na changamoto mbalimbali. Lazima mtahadharishe kwamba kutembea na wanaume wakati wa kutoka sekondari, mkatembea wawili pea, ni haramu jambo hili. Lazima ufuatilie, ujue mwanao akitoka shule anatembea na nani. Leo hii watoto wa shule wamejiwekea kwamba ni kawaida, eti wakitoka sekondari utakuta mwanaume na mwanamke wanatembea pamoja kutoka shule hadi nyumbani. Tahadharisha, jambo hilo ni haramu, kwa sababu wanapokaa mwanaume na mwanamke, tena hawa sekondari washafikia utu uzima, shetani ndo watatu wao. Wapi watapitia? Wataongea nini? Wataahidiana nini? Lazima mambo haya yote yaweze kutahadharishwa. Lakini at-talqin, mzazi lazima pia uwe na dauru, uchukue nafasi ya kumfundisha mwanao walau vitu vichache kupitia ulimi wako mwenyewe, kwa sababu kinachofundishwa na mzazi kwa mtoto kinakaa vizuri kuliko hata mwalimu wake. Ndugu zangu katika imani, mambo ni mengi, lakini tumalizie la mwisho, ni al-maw'idha. Kuwepo na nafasi ya watoto wako kuwapa mawaidha, kuwalingania. Usisubiri mashehe tu kwamba dawa yao inatosha. Kuwepo na siku maalum nyumbani, unawakusanya watoto wako, unaanza kuwapa nasaha na mawaidha. Waongelee kunako Allah subhanahu wa ta'ala, wakataze kunako wizi, wakataze kunako uongo. Leo hii wazazi wamekuwa wao ndio wanafundisha watoto uongo. Mkuta mzazi anamwambia mwanae kwamba atakayepiga simu mwambie sipo, kwamba pokea, alafu mwambie kwamba sipo, au atakayekuja ananiulizia mwambie sipo, nimetoka. Kwa maana kwamba unamjenga mtoto awe ni muongo moja kwa moja. Lakini sasa inabidi mambo haya yatoke, uwe na muda wa kuwanasihi watoto wako na kuwapa mawaidha. Na hii tunaipata katika kisa cha Nabiiullah Yaqub. Wakati anakaribia kufa, aliwaita wanae na kuambia, ma taabuduna min ba'di, mtaabudu nini baada ya mimi kuwa nimeondoka duniani? Qalu na'budu ilahaka, kulingana na vile alivyokuwa akiwalea. Wakamwambia, tutamwabudu Mola wako uliokuwa ukimwabudu na Mola baba zako Ibrahim na Ishaka na Yaqub. Ndugu zangu katika imani, hili ni jambo ambalo leo hili limekosekana, kuwapa watoto wako mawaidha na kuwanasihi mambo mbalimbali, ili mradi kuweza kuwanyosha katika malezi yao. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر.